Naam, bwana, habari za wakati huu mtazamaji wa Akida Online TV. Kama kawaida tumekutana hapa kwenye mwendelezo wa mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tutaendelea kuvifanya, vipindi vizuri kabisa ambavyo vina mantiki katika jamii, na nia na madhumuni ni kuweza kukupa taarifa tu mtazamaji ambaye unatufuatilia. Kikubwa zaidi hakikisha una share, una like, una comment, lakini pia una subscribe channel yetu ili uweze kupata habari nyingi nzuri ambazo tunakuwa tunazitoa kila siku katika juma. Mimi langu jina naitwa Ramadhani Mkole. Karibu ili tuweze kwenda sawa. Na leo bwana, baada ya sekeseke la Sheikh Walidi, maana nitasema Sheikh Walidi ambaye aliyekuwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sekeseke lake na ule binti ambaye anayedai kwamba ni mzazi mwenzake, bwana BAKWATA wametoa tamko, lakini tamko lao mimi sijasema kama ndio labda sababu ni ya ule binti, sipo huko, sijasema na sina uhakika huo. Naomba jamani msininukuu vibaya. Hapa kuna ujumbe ambao umepostiwa na BAKWATA yenyewe. Wanasema kwamba baraza la ulama la BAKWATA leo Jumanne tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 limekutana katika kikao cha dharura kilichoongozwa na Kaimu Mufti wa Tanzania Sheikh Ali Khamisi Ngeruko ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Katika kikao hicho, baraza limeazimia kuwasimamisha mashehe watatu wa mikoa kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo inayokiuka misingi ya uongozi wa baraza. Umeelewana? Naomba nikazie mienendo ya misingi ya uongozi wa baraza. Tumeelewana? Mashehe waliosimamishwa ni Sheikh Walid Alhadi Omari Kawambwa, huyu ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia kuna Sheikh Isa Nasoro, shehe wa mkoa wa Singida. Lakini pia kuna Sheikh Hassan Kiburwa, huyu ni shehe wa mkoa wa Kigoma. Aidha, baraza limeteua makaimu wa shehe wa mikoa hiyo kama ifuatavyo. Sheikh Abasi Ramadhani Abasi, huyu atakaimu anakaimu nafasi ya shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Na si bwana, mimi nimekusha kuwa sasa ni mtumwa wa watu. Nafasi yoyote kubwa za kiutumishi wa kidini unaondoka katika cheo cha ubwana, unavaa cheo cha kuwa ni mtumwa wa watu. Sasa uwatumikie watu wadogo, wakubwa, wa dini tofauti, wa makabila tofauti, wa eneo tofauti. Na inshallah namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniwezeshe, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Inshallah kwa kupitia nguvu nyingi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zitanisaidia. Lakini pia Sheikh Isa Simba, yeye pia atakaimu nafasi ya shehe wa mkoa wa Singida. Lakini pia Sheikh Uwesu Kiumbe, yeye atakaimu nafasi ya mkoa wa Kigoma. Uteuzi huo unaanza kutumika mara moja hadi hapo baraza litakapotoa maelekezo mengine. Sasa maelezo mengi ambayo yamezungumzwa, mimi nisiwe msemaji zaidi, twende tukamsikilize Sheikh Ali Khamisi Ngeruko ambaye yeye ni naibu kadhi. Wabarakatuh, ndugu waandishi wa habari, karibuni katika ofisi zetu hapa BAKWATA makao makuu. Tuna taarifa hii ambayo tunataka ifike kwa umma. Baraza la ulama BAKWATA leo tarehe 14 mwezi wa 7 2026 limekutana katika kikao cha dharura chini ya Kaimu Mufti Sheikh Ali Khamisi Ngeruko ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Katika kikao hicho, baraza la ulama limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na mienendo yao inayokiuka misingi ya kiuongozi ya baraza. Mashehe hao waliosimamishwa ni kama hivi ifuatavyo: moja, Sheikh Walid Alhad Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mbili, Sheikh Isa Nasor Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Tatu,
Sheikh Hassan Kiburwa, shekhe wa mkoa wa Kigoma. Utekelezaji wa mabadiliko haya unaanza mara moja leo hii tarehe 14 mwezi wa 7 2026. Aidha, Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Shekhe Dr. Abubakar Zuberi Mbwana amewakaimisha mashekhe wafuatao kushika nyadhifa hizo kama ifuatavyo. Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, mjumbe wa Baraza la Mashekhe mkoa wa Dar es Salaam, amekaimishwa kuwa kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. 2. Sheikh Isa Ramadhan Simba, shekhe wa wilaya ya Singida mjini, kuwa kaimu shekhe wa mkoa wa Singida. 3. Sheikh Uwais Muhammad Kiumbe, mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa wa Kigoma, kuwa kaimu shekhe wa mkoa wa Kigoma. Aidha, tunaelekeza ofisi ya katibu mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo ndani ya muda mfupi. Mimi Sheikh Hassan Saidi Chizenga, katibu. Na basi hayo ndio alikuwa ni maelezo ambayo yametolewa leo mapema kabisa na kaimu mufti, hayo ambayo ameyazungumza. Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi nikwambie tu kwamba unaweza ukashare, ukalike, lakini pia ukadondosha comment yako kile ambacho kimezungumzwa hapo, ili kuweza kujua na namna ambavyo vitu vyote vinavyoendelea. Lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu. Hakikisha unabonyeza kile alama chekundu ili uweze kuwa mwanafamilia, uweze kuwa karibu nasi. Chochote kile ambacho tunakuwekea basi iwe wa kwanza wewe kukitazama. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Langu jina wananiita Ramadhani Mkole. Bye bye. Hadi wakati mwingine.